Jikabidhi katika mikono ya Bwana kwa ajili ya maombi, hasa kwa sababu tunakwenda katika ujumbe wetu wa siku ya leo. Na ni ujumbe ambao tutatuzungumzie Zaburi ya 23 ambayo wengi tunaifahamu. Lakini kuna mambo ya kujifunza nyakati kama hizi. Kwa hiyo lazima tujifunze kwa utukufu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Mungu, asante kwa ajili ya siku hii ya 24 ya mwezi wa Novemba. Tunayo sababu ya kushukuru sana kwa sababu ya yale yote ambayo Mungu umekuwa ukitukirimia kila itwapo leo. Sisi kwetu Mungu ni kimbilio na ni msaada utakaoonekana tele katika siku za mahitaji na mateso. Na wewe ndio Mungu ambaye umekuwa ngao na kigao katika maisha yetu. Wewe umejitambulisha kuwa ni mchungaji wetu. Wewe umejitambulisha kuwa ni mpaji wetu. Wewe umejitambulisha kuwa ni mponyaji wetu. Wewe umejitambulisha kuwa ni mtoaji wetu. Bwana, kupitia jina la Yesu jioni ya leo, asubuhi ya leo, tunajiweka tena wakfu kwa ajili ya kupokea kutoka kwa mchungaji mkuu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu mhudumie kila mmoja. Roho Mtakatifu mfikie kila mmoja. Kila mahali ambapo wanatufuatilia pia kupitia mvua za baraka, waguse kupitia neno lako. Hata kama hawako pamoja nasi katika ibada hii hapa tulipo, lakini wanapokwenda kusikia kile ambacho tumejifunza siku ya leo, wao pia wakafaidike katika jina la Yesu Kristo. Penye wokovu okoa, penye uponyaji ponya, penye ukombozi komboa, penye umasikini lete utajiri. Mahali popote ambapo kuna hitaji ambalo Mungu watu wanalo, kama mchungaji mwema ukalitende katika jina la Yesu. Tunamkemea yule alaye, tunamkemea adui, tunakemea utendaji wote wa ibilisi, utendaji wa mapepo, utendaji wa mashetani kwa jina la Yesu Kristo. Kila kazi za adui tunazinyamazisha kimya katika jina la Yesu. Uliyetuwezesha kuanza mwendo huu utatuwezesha kuumaliza. Uliyetuwezesha kuanza mwaka huu utatuwezesha kumaliza. Kila ambacho Mungu umetusaidia kukianzisha, kama vile ulivyosema kipindi cha Zerubabeli kwamba yeye ndiye ambaye aliweka msingi wa ile nyumba na yeye ndiye ambaye ataikamilisha. Sisi pia Bwana, katika lolote ambalo tulilianzisha tutakwenda kukamilisha katika jina la Yesu Kristo. Roho Bwana, sema na kanisa lako asubuhi ya leo. Na kanisa lako tunasikia. Sema na watu wako siku ya leo. Na watu wako tunasikia. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Bwana Yesu asifiwe. Naomba pale ulipo ukae. Mungu akubariki sana, na napenda pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo wamefanya vijana nzuri sana Jumapili ambayo tuliwaachia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapeleka ujumbe kwenye mvua za baraka. Ilikuwa experience ya ajabu kwao, lakini Mungu akawasaidia. Bwana asifiwe. Ujumbe ambao nataka niuzungumze siku ya leo, mchungaji wangu ni mpaji na mtoaji wangu. Mchungaji wangu ni mpaji wangu na mtoaji wangu. Hii inatoka katika Zaburi. Mchungaji ambaye namtaja hapa, simtaji mchungaji Gaudens, simtaji GS WF Kumui, simtaji mchungaji yoyote ambaye wewe unafikiria. Mchungaji hapa tunamwangalia mchungaji mkuu wa kondoo, anaitwa Yesu. Amen. Huyu Yesu ndio mchungaji wetu mkuu. Huyu Yesu ndio mpaji wetu. Huyu Yesu ndio mtoaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutasoma Zaburi ya 23 mstari wa kwanza hadi wa 6, alafu tutakwenda sasa kwa undani kuiangalia kutoka kwa mchungaji wetu. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza hadi wa 6. Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu. Muulize jirani yako, unakubaliana na hilo? Amen. Unakubaliana na hilo? Amen. Mchungaji wako usiyemuona kwa macho unakubali? Amen. Mchungaji wako ambaye wakati mwingine unafikiria yule ambaye yuko madhabahuni, yule ambaye unamuona, yule ambaye unamjua kwa jina, huyo ndio mchungaji wako. Nataka nitambulishe juu ya mchungaji mwingine usijua. Na huyo ndio mchungaji wetu wote, anaitwa Bwana, ambaye pia kwa jina lingine ni Yesu. Bwana ndiye mchungaji wangu, na nasembe, nataka kuwasikia watu wa roho, sitapungukiwa na kitu. Amen. Nasema sitapungukiwa na kitu. Amen. Kama utakuwa na mchungaji wa aina yangu, unaweza ukapungukiwa. Kama utakuwa na mchungaji wa aina mchungaji wako, unaweza ukapungukiwa. Lakini ukiwa na mchungaji huyu anaitwa Yesu, ambao alikuja watu 1400 kwa pamoja, hawana chakula, na wamekaa naye siku 3,
bila kuhesabu wanawake na watoto, akawalisha kupitia chakula kichache. Ambaye alikaa na watu 5,000 bila kuhesabu wanawake na watoto. Sio wewe ambao unasema una familia kubwa ya watu 6. Hiyo ni cha mtoto tu. Sio ambao unasema unajua familia yangu ni kubwa, kwa hiyo unajua wakati mwingine lazima nitumie akili. Walikuja watu 5,000 kwa visamaki vichache na vimkate vichache, wakala wakasaza. Walikuja watu 4,000 kwa visamaki vichache, kwa mikate michache, wakala wakasaza. Sio watu 6 kwenye familia, sio watu 10 kwenye familia, sio watu 12 kama watoto wa Yakobo na wengineo, sio watu 20. Hiko ni kitu kidogo kwa mchungaji huyu. Ndio maana mtunga Zaburi anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hautapungukiwa kwa jina la Yesu. Nasema hautapungukiwa kwa jina la Yesu. Kama Mungu amekupa mke na watoto 6, jina la Bwana libarikiwe. Kama Mungu amekupa mke na watoto 10, jina la Bwana libarikiwe. Kama Mungu amekupa mke na watoto na ndugu na jamaa na marafiki na watu wengine ambao wamekuzunguka wamekuwa wakitegemea mkono wako, nataka nikwambie hautapungukiwa na kitu kwa jina la Yesu. Nasema hautapungukiwa na kitu kwa jina la Yesu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Mchungaji huyu ananipitisha mbele ya bonde la uvuli wa mauti. Wakati mwingine naugua, wakati mwingine naumwa, wakati mwingine nakuwa na malaria, wakati mwingine nakuwa na typhoid, wakati mwingine nasikia kama moyo unaenda mbio, wakati mwingine nasikia kama miguu inauma, wakati mwingine nasikia kama uti wa mgongo unauma, wakati mwingine nasikia kama kifua kinauma. Sitaogopa mabaya. Amen. Mwambie jirani yako, usiwe tu na homa ndogo unaanza kuchanganyikiwa. Mchungaji wako anayejua hiyo homa. Amen. Mchungaji wako anajua huo udhaifu. Amen. Sio tu typhoid kelele mji mzima. Amen. Malaria kelele mji mzima. Sio kuna ka ugonjwa fulani amekupata, umesikia tu usiku, umeamka asubuhi, kamgongo kana umauma, yani kila mtu, mpendwa niombe, mpendwa niombe, mpendwa niombe. Mchungaji wangu anaruhusu wakati wewe nipite katika bonde la uvuli wa mauti, lakini sitaogopa mabaya. Sema amina. Sema amina. Yeye ninapopita anaona. Yeye ninapopita anajua. Yeye ninapopita anaelewa kwamba hakuna mauti pale juu yangu. Ni uvuli tu wa mauti. Ni kile kivuli tu kipo maeneo kinazengea zengea, lakini kitayeyuka kwa jina la Yesu. Nasema kitayeyuka kwa jina la Yesu. Ugonjwa wote ulionao hautakuua. Ni kauvuli fulani kama mauti, lakini hakitachukua maisha yako katika jina la Yesu. Nasema hakitachukua maisha yako kwa jina la Yesu. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Kuna wakati unaruhusu nikae mahali kuna maadui. Kuna wakati ambapo unaruhusu nikae mahali ambapo kuna wachawi. Kuna wakati unaruhusu nikae mahali ambapo kuna watu waovu. Kuna wakati ambapo unaruhusu nikae mahali ambapo hapaeleweki, ni mitaa ya ajabu ajabu. Lakini hata hivyo nitakuwa jasiri kati ya hao waovu. Nitakuwa jasiri kati ya watu wabaya. Nitakuwa jasiri kati ya hao wachawi. Nitakuwa jasiri kati ya hao walogi. Sitaogopa mabaya. Sio hilo tu, pia naendelea kusema namna hii. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Unakuja upako juu yako. Nasema unakuja upako juu yako. Yeye ambaye alimpaka mafuta Daudi anakupaka mafuta na wewe. Yeye ambaye alimpaka mafuta Paulo mtume anakupaka mafuta na wewe. Yeye ambaye aliweka upako maalum ndani ya Esa, awe mke awe malkia, ataweka upako kwa kila dada kwa jina la Yesu. Yeye ambaye aliweka upako maalum kwa Debora, awe nabii lakini pia awe katika ndoa, ataweka upako juu yako kwa jina la Yesu. Yeye ambaye aliweka upako kwa Mariamu Magdalena, aliweka upako kwa Fibi, aliweka upako kwa watu mbalimbali ambao wametangulia, ataweka upako juu yako kwa jina la Yesu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu
kinafurika. Ujazo wako wa Roho Mtakatifu hautakuwa mwaka mmoja, miaka 2, miaka 3, alafu unabaki mene tekina pelesi. Kila itapo leo unazidi kuongezeka katika imani. Amen. Unakuwa katika imani. Amen. Unapanda katika imani. Unaongezeka katika maombi, unakuwa katika hekima, unapanda katika hekima. Si upo kanisani miaka mingi ndio hekima inaporomoka. Roho Mtakatifu anapotea, upako unapotea. Baada ya watu kukuona miaka 6, 7, wakija kuona miaka 8 baadaye, waseme mtu ambaye nilimuona miaka 6 iliyopita sio huyu, kwa sababu huyu amepanda juu zaidi katika jina la Yesu Kristo. Sio mtu anashangaa kwa kushuka kwako. Sio mtu anashangaa kwa kuporomoka kwako, kwamba huyu kaka alikuwa moto, sasa vuguvugu. Alikuwa moto, sasa baridi. Alikuwa moto, sasa anakuja ibadani saa 5 asubuhi. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwenye biashara. Badala ya moto wake kuongezeka, alikuwa anafika kanisani saa 3, sasa awe anafika saa 2, anafika saa 1. Yeye sasa anajikuta anavizia. Mchungaji anapokaribia kuhubiri na mimi ndo naingia. Wewe umesha kufa zamani. Kikombe chako sio kinafurika, kinapungua. Kile kikombe hakifuriki, kinapungua. Kiko nusu, kiko robo, na kikienda kwisha utabaki empty. Utakuwa mene, tekeli na pelesi. Anasema unipaka mafuta, kikombe changu kinafurika. Utajaa wakati wote kwa jina la Yesu. Nasema utajaa wakati wote kwa jina la Yesu. Sikiliza hiyo ya 6 ilikokuwa nzuri. Hakika, sema hakika. Hakika. Sema hakika. Hakika. Wema na fadhili zitanifuata siku 3 za maisha, siku 5 za maisha, mwaka 1 wa maisha, siku zote za maisha yangu. Sema amina. Sema amina. Anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nani? Sema mimi hapa. Sema mimi hapa. Nitadumu kanisani. Nitadumu kwenye huduma. Nitahudumu katika kazi. Anasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Mabega yako, nenda mahali popote utanikuta hapa. Hakuna mahali ambapo tutakutana isipokuwa hapa kanisani. Amen. Unaweza ukanitafuta mitaani usinione. Unaweza ukanitafuta kazini usinione. Unaweza unitafuta mahali popote ambapo unadhani unaweza kuniona, au utanipata. Mahali pekee utanikuta Jumatatu kwenye Bible study, Alhamisi kwenye kliniki ya imani, Jumapili kwenye siku ya Bwana. Ukija hapo utanipata, uhitaji appointment na mimi. Utanikuta niko kanisani. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wangu ni mpaji wangu na mtoaji wangu. Waebrania sura ile ya 13 mstari wa 5. Mchungaji wangu, bado ni mtasari. Mchungaji wangu ni mpaji wangu, ni mtoaji wangu. Waebrania sura ile ya 13 mstari wa 5. Waebrania 13 mstari wa 5. Mchungaji wangu ni mtoaji wangu, mpaji wangu. Ananipa mahitaji yangu, ananipa haja zangu, anaangalia mahitaji yangu. Waebrania 13 mstari wa 5. Sikiliza hiyo. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muulize jirani yako, siku nyingine Jumapili unakuwa wapi? Moja, kuna watu Jumapili hawaji kanisani kwa sababu wanapenda fedha. Hawakubali kuiacha fedha. Wako kwenye mitaa, wako kwenye kazi ambazo sio rasmi, kwamba ni dharura lazima aende. Anasema mchungaji wangu ni mpaji wangu, mchungaji wangu ni mtoaji wangu, mchungaji wangu anahusika na mahitaji yangu. Jumapili sio siku ya vikao vya siasa. Jumapili ni siku ya kwenda kumwabudu Mungu kanisani. Jumapili ni siku ya kwenda kumshukuru Mungu kanisani. Jumapili ni siku ya kukaa katika uwepo wa Bwana pamoja na watu wengine ambao hujaonana nao wiki nzima. Wiki nzima hujaonana nao. Sasa unasema nitaenda kuonana na yule kaka katika ushirika wa roho. Nitaenda kuonana na yule kaka katika ushirika wa siku ya leo. Nitaenda kuonana na yule dada. Mchungaji wangu ni mpaji wangu. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Kwa lugha nyingine, msiwe na tabia ya upagani. Ndio kuna watu wanachezea kanisa, wanachezea wachungaji. Mtu mmoja akanipigia simu, akaniambia mchungaji, upo wapi? Nikamwambia sipo Zanzibar. Akaniambia, utarudi lini? Nikamwambia wewe utakuja lini kanisani? Yote anakuja hapa kanisani, mimi nipo Jumapili hapa.
nafanya bidii, naacha mwanangu anaumwa niwepo hapa. Usinitafute kwa wakati ambapo wewe kwako wewe, nitafute kwa wakati wa Mungu. Wewe kanisani Jumapili huji unataka kunitafuta Jumatano, sio Alhamisi kwa sababu ya wakati wako. Mimi sina muda kwa ajili ya wakati wako. Mimi nina muda kwa ajili ya wakati wa Mungu. Mchungaji wangu nitakutana naye kanisani kwangu. Jumapili upo kanisani unaenda kutafuta hela. Jumatatu upo kanisani Bible study. Alhamisi upo kanisani. Alafu ukipata shida yako Jumatano, mchungaji uko wapi? Na mimi sipo kanisani. Sio siku ya ibada. Nipo katika mambo mengine. Unataka tukutane hapa. Amen. Acha shughuli zako, hizo ni shughuli zako, funga. Amen. Waislamu kila Ijumaa wanafunga maduka kwenda msikitini. Kwa nini Mkristo asifunge duka kwenda kanisani? Kwa nini Mkristo asifunge mgahawa kwenda kanisani? Oh, Jumapili ndio siku ya biashara. Waislamu Ijumaa sio siku ya biashara. Nani kakwambia Ijumaa sio siku ya biashara, nafunga biashara zao? Na Wakristo mnataabika, oh duka limefungwa, na mnatii, mnasubiri mpaka afunguliwe. Kwa nini Mkristo usifunge biashara yako? Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Fedha haitakupeleka unakofikiria. Amen. Inakuachanisha uhusiano wako na Mungu. Ina wakati wake wa kutafutwa. Kuna wakati wa Mungu, mpe Mungu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema msiwe na tabia ya kupenda fedha. Kwa nini? Je, fedha ni mbaya? Jibu ni la. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Umetafuta Jumatatu, umetafuta Jumanne, umetafuta Jumatano, umetafuta Alhamisi, umetafuta Ijumaa, umetafuta Jumamosi. Ridhika na hivyo. Amen. Furahia hivyo Mungu alivyokupa. Acha tamaa ya mamba. Amen. Acha tamaa. Ridhika na hivyo. Anasema muwe na tabia ya kuridhika na mlivyo navyo. Jumatatu nenda kazini, Jumanne nenda kazini, Jumatano nenda kazini, Alhamisi nenda kazini, Ijumaa nenda kazini, Jumamosi nenda kazini, Jumapili njoo kanisani. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sina mtu wa kumwachia. Sina mtu wa kumwachia. Ukifa utamwachia nani? Wewe siku utakapokufa, hiyo biashara utamwachia nani? Siku utakapougua na daktari anakuweka hospitali kwa siku 5 admitted, biashara hiyo utamwachia nani? Muogope Mungu. Amen. Ridhika siku 6 za kufanya kazi, siku ya 7 njoo mbele za Bwana umwabudu Mungu. Amen. Anasema msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Kwa kuwa, sikiliza hiyo, kwa kuwa yeye mwenyewe, yani Mungu, yeye mwenyewe amesema sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha. Sema amina. Amen. Umekosa wiki nzima ndio unasubiri upate Jumapili. Umekosa mwezi mzima ndio unasubiri upate Jumapili. Anasema hivi, yeye ameshaahidi hata kupungukia kabisa. Kumbuka ndio mchungaji wako anasema hivi. Yesu Kristo ndiye anasema hivyo. Anasema sitakupungukia kabisa. Funga duka, nenda kanisani, sitakupungukia kabisa. Njoo uabudu kuanzia asubuhi mpaka saa 7 mchana, kama una biashara kaendelee nayo baadaye. Njoo uabudu mpaka saa 8 mchana, kama una biashara kaendelee nayo. Sitakupungukia kabisa. Amen. Unajua sitakupungukia kabisa ya Mungu, sio ya mwanadamu. Amen. Ya Yesu Kristo, sio ya mtu fulani. Ambaye ndio mchungaji wetu, ndio mtoaji wetu, ndio mpaji wetu. Sema amina. Amen. Anasema sitakupungukia kabisa. Amen. Sio nitakupungukia kidogo, labda kuna maeneo ambayo yataonekana pengine yamepungua. Sitakupungukia kabisa. Katika mahitaji yako, mchungaji wako anakuombea. Katika mahitaji yako, mchungaji wako anakutegemeza. Yesu Kristo wakati wote wewe hujui, lakini anakuombea usiku na mchana. Na anakushangaa sana unapoishi kwenye hofu. Yeye anakuombea, wewe unaishi kwenye hofu. Oh, sitakuaje? Oh, sitakuaje? Oh, sitakuaje? Yeye anakuombea. Ndio mchungaji wako, sehemu ya kazi yake. Ni mtoaji wako, ni mpaji wako. Anautafuta uso wa Baba kwa ajili yako. Amen. Katika kitabu cha Warumi sura ile ya 8, huwa naipenda sana hii. Warumi sura ya 8.
mstari wa 34. Warumi sura ya 8 mstari wa 34. Biblia inasema hivi, Warumi 8:34. Ni nani atakayehukumia adhabu? Nani atakayehukumia adhabu? Nani atakayepenyesha uchawi kwa mtoto wa Mungu? Hawezi. Nani atakayedhuru maisha ya mtoto wa Mungu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi hayo amefufuka katika wafu. Sema amina. Amen. Wangapi wanaamini Yesu amefufuka? Amen. Wangapi wanaamini Yesu amefufuka? Amen. Amefufuka katika wafu. Malizia, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Nabii yako unaombewa wewe. Amen. Unaombewa. Amen. Hata kama yule ambaye unamtegemea kuombea, Yesu anakuombea. Roho Mtakatifu anakuombea. Mpaji wako anakuombea. Moja ya matoleo alionayo kwa ajili yako ni kukuombea. Na ndio maana hata sio muombaji na unajijua, lakini mambo yanaenda. Kuna watu hapa mwezi kuomba kwa saa moja kwa siku, lakini mambo yanaenda. Kuna watu hapa mmejaa mabubu huko mitaani, lakini mambo yanaenda kwa sababu mpaji wako ni muombezi wako. Mpaji wako ni mtoaji wako. Pamoja na matoleo mengine mengi ya baraka, lakini pia anakuombea. Sema amina. Mwambie jirani yako, nina muombezi. Nina muombezi. Hata usiponiombea nina muombezi. Nina muombezi kwa jina la Yesu. Yeye ananiombea usiku ninapolala. Yeye ananiombea mchana ninaposafiri. Yeye ananiombea ninapokuwa katika mazingira ambayo siwezi kuomba. Nikiwa nimechoka ananiombea. Nikiwa dhaifu ananitia nguvu. Nikiwa siwezi ananiwezesha. Yeye aliye dhaifu aseme mimi ni hodari katika Bwana. Sema amina. Sema amina. Mchungaji wako ni mpaji wako. Mchungaji wako ni mwombezi wako. Mchungaji wako ni mtoaji wako. Dondoo ya kwanza, tunaangalia dondoo 3. Dondoo ya kwanza, matoleo na baraka mbalimbali kutoka kwa mchungaji wangu. Matoleo na baraka mbalimbali kutoka kwa mchungaji wangu. Zaburi ya 23. Matoleo na baraka mbalimbali kutoka kwa mchungaji wangu. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika Waebrania sura ya 13 mstari wa 5, hata kupungukia. Yeye ni mchungaji wako, anatoa vitu mbalimbali kwa ajili yako, anafanya kila kitu kwa ajili yako. Waebrania sura ya 13 mstari wa 5. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha. Mchungaji wangu hata niacha nipungukie. Katika lolote ninalotaka ananipatia. Mathayo sura ile ya 6. Mathayo sura ile ya 6. Injili ya Mathayo sura ya 6. Injili ya Mathayo sura ya 6, nasoma kuanzia mstari wa 31. Mathayo 6 kuanzia mstari wa 31. Kumbuka tunaangalia dondoo ya kwanza, matoleo na baraka mbalimbali kutoka kwa mchungaji wangu. Mathayo 6 mstari wa 31 hadi wa 33. Mathayo 6:31 hadi 33. Biblia inasema, msisumbuke basi mkisema tule nini au tuvae nini au tunywe nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Watu wasioamini ndio wanahangaika. Wanaenda kwa waganga kwa ajili ya kutafuta mali. Wanaenda kwa wachawi kwa ajili ya kutafuta mali. Anasema nyinyi kwenu itakuwa tofauti. Msianze kusumbuka katika viwango ambavyo unafikia mahali unawaza kujitoa uhai, wakati unajua kwamba una muombezi, wakati unajua kwamba una ahadi za Mungu, wakati unajua kabisa kwamba kuna mpaji, kuna mtoaji. Unajua hivi vitu vyote vinatoka kwa Mungu. Fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Kama kuna mtu amepokea kwa bahati mbaya na akavitumia vibaya, atavitolea hesabu. Anasema msisumbuke kupita kawaida, kiasi cha kumsahau Mungu, kiasi cha kushindwa kuja ibadani, kiasi cha kushindwa kuomba, kiasi cha kushindwa kufunga, kiasi cha kushindwa kutokuwa na ushirika na Mungu. Anasema msisumbuke. Mle nini, mvae nini? Kwa sababu watu wa dunia hii ambao hawajui mwisho wao,
watu wa dunia hii hawajui kama kuna mbingu, kuna jehanamu ya moto. Bwana asifiwe. Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo. Basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtapunguziwa. Mtafanyaje? Mtafanyaje? Anayezidishiwa ni mtu hana kitu kabisa au ana kitu? Hana kitu kabisa au ana kitu? Una vitu viwili atakuongezea. Una kitu kimoja atakuongezea. Una vitu vitano atakuongezea. Una nyumba moja atakuongezea. Una kagari kamoja atakuongezea. Anasema sio swala la kustruggle. Fanya sehemu yako. Lakini usije kafikia mahali unasema sina muda wa ibada kwa sababu ya hii biashara, kwa sababu ya hii kazi, kwa sababu ya mradi, kwa sababu anasema watu wa mataifa ndio wanahangaika na hayo. Lakini nyinyi utafuteni kwanza ufalme wake. Kaa vizuri kwanza na Mungu mwenyewe. Yeye ndiye mwenye hivyo vitu. Alafu anasema kama jinsi ambavyo anavyo katika mkono wake, anaviachia kwa watu wake. Anasema dunia na vyote viujazavyo ni mali ya Bwana. Na Bwana anaviachia hivi vitu kwa hekima kwa watu wanemtumaini. Ndio maana hatupaswi kufikia sehemu kudhani tuko peke yetu. Zaburi ya 23 inathibitisha ya kwamba tunaye mchungaji anaitwa Yesu. Na anasema kama ukiwa na huyo mchungaji Yesu, hautapungukiwa na kitu. Sema amina. Sema amina. Nasema hautapungukiwa na kitu. Nasema hautapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji kwenye maisha yako. Yeye ndo mtoa mvua. Na anasema anapotoa matoleo, hilo neno halitarudi bure. Halitarudi bure. Mungu akisema nitakubariki, maana yake atakubariki. Akisema nitakuinua, maana yake nitakuinua. Akisema nitakuongeza, maana yake nitakuongeza. Yeye ndiye aliyosema katika Samuel wa kwanza sura ya 2, anasema yeye ndio umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha kwenye level na wenye mamlaka. Unataka Mungu akuinue, unataka Mungu akubariki, mpe Yesu maisha yako. Muamini Yesu katika kazi zako. Muamini Yesu kwenye biashara zako. Na umheshimu kwa biashara zako. Umheshimu kwa kazi zako. Umheshimu kwa mali zako. Anasema mheshimu Bwana kwa mali zako. Yeye ndo mtoaji wako. Anasema ninapolituma neno halitalirudia bure. Halitarudi bure. Anasema kama vile mvua ishukavyo juu ya nchi na kuinyeshea ardhi na kuichupusha, ndivyo itakavyokuwa neno langu kwa watu wangu, halitanirudia bure. Sema amina. Sema amina. Moja katika neno lake kwako, anasema hata kupungukia. Nasema hata kupungukia. Unajua unaweza ukadhani wewe una mahitaji mengi sana. Unajua kuna watu wakati mwingine wanafikiri wao ndio wana shida nyingi, wao ndio wanaumwa sana. Nataka nikwambie wewe una shida. Mimi nilipofika kule Mvumi Hospital, nilipofika kule nikajisikia kabisa kwamba miongoni mwa watu wenye afya ambayo ya kuendelea muda mrefu ni mimi. Wewe hata unaweza kuvaa vimiwani unaona, kuna watu hawaoni kabisa. Lakini hawaachi kwenda kanisani. Hawaachi kumwabudu Mungu. Kuna watu hawajui kusoma kabisa, lakini hawaachi kuikariri Biblia. Wapo katika maisha ya kujitoa kwa kiwango cha juu. Wasema wewe mchungaji, mimi na upungufu huu, mimi na upungufu. Huo sio upungufu, hayo mahitaji. Ndio maana kila siku unakula, unapakulala. Hata kama hapalingani kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, lakini at least unapo. Hata kama kila siku uli wali, lakini ugali unapata. Na kuna watu wanapenda ugali kwa taifa kuliko wali. Wewe tu matatizo yako kupenda wali kwa sababu uko Zanzibar. Kwa sababu uko Zanzibar unapenda sana wali. Wenzako asubuhi ugali, mchana ugali, usiku ugali. Ukimpa wali umempa mboga. Ugali ndio chakula kwa zaani, ndio matofali yanajijenga vizuri. Wewe unasema kila siku nakunywa uji. Wenzako wanatamani wapate uji unaokunywa wewe ambao hawajaupata. Nenda Sudani Kusini ukaona.
Mchungaji wako anasema sitakupungukia. Ana maana ya kwamba hata kupungukia. Sio mahitaji kwamba hayatakuwepo, yatakuwepo lakini atakutana nayo. Yatakuwepo lakini atayajibu. Yatakuwepo lakini atatenda kitu katika mahitaji yako kwa jina la Yesu Kristo. Mchungaji wangu ni mpaji wangu. Mchungaji wangu ni mtoaji wangu. Mchungaji wangu ni mwombezi wangu. Mchungaji wangu ni rafiki yangu. Mchungaji wangu anajitoa kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata kupungukia kabisa. Sio hilo tu, lakini anasema katika malisho ya maji, katika malisho ya majani mabichi unilaza. Kando ya majani, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Mchungaji wangu unipa pumziko. Ananipa pumziko. Ananipa starehe. Ananipa amani. Ananipa utulivu. Sio tu ni yule mchungaji ambaye ananipa mahitaji yangu lakini anaacha moyo wangu. Ananipa mahitaji yangu, anaacha akili yangu. Mchungaji wangu ni pumziko langu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Nasema mchungaji wako ni pumziko lako. Amen. Katika Mathayo sura ya 11. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Mathayo 11 mstari wa 28. Mchungaji wangu ni pumziko langu. Mathayo 11:28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo ambayo imekuwa ni mizito kupita kawaida. Njooni kwangu. Msibaki na mizigo yenu. Njooni kwangu. Msibaki na hofu zenu. Njooni kwangu. Msibaki na mashaka yenu. Njooni kwangu. Msibaki na magonjwa yenu. Njooni kwangu. Msibaki na yote ambayo mnahisi kwamba mnahitaji kwenye maisha. Njooni kwangu. Mkisha kuja kwangu nitawapa nini? Angalia pale mbele. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami, sema nami, sema nami, nitawapumzisha. Amen. Nitawapumzisha. Amen. Mchungaji wangu ni pumziko langu. Mchungaji wangu ni amani yangu. Mchungaji wangu ndio furaha yangu. Mchungaji wangu ndiye Bwana kwenye maisha yangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia Zaburi ya 127. Zaburi ya 127. Wote tunaangalia mstari wa pili katika Zaburi ya 23. Zaburi ya 127 tunasoma mstari wa pili. Zaburi ya 127 mstari wa pili. Umefika pale? Umefika pale? Nasema umefika pale? Angalia mstari wa pili. Kazi yenu ni bure, mnaamka mapema na kukawia kwenda kulala. Mwambie jirani yako una sababu ya kuchelewa kulala. Wewe unafanya kazi za ulinzi, kwa nini upate usingizi? Eti na stress. Na huku una mchungaji na stress zinatoka wapi? Na usongo wa mawazo. Na huku una mchungaji wako, usongo wa mawazo unatoka wapi? Wewe unajua mchungaji, nikiingia chumbani, nikiangalia watoto, alafu nikikumbuka yule mwanamume aliyeniacha, yale machozi yanatoka. Nasema hautapungukiwa na kitu. Amen. Nasema mchungaji wako ni pumziko lako. Amen. Unajilizaje? Unawaangaliaje watoto ambao Mungu anawatunza? Wewe unajua kuna yatima ambao Mungu amewakuza. Unajua kuna wajane ambao Mungu aliwatumia kuwalisha kina Elia. Utaki kuwa mjana namna hiyo? Utawalisha kina Elia, uteketuza watumishi wa Mungu. Unawezaje kujibebesha mizigo? Na unakosa usingizi usiku kucha. Sio kwamba unaomba, sio kwamba unamkesha. Upati tu usingizi kwa sababu ukiangalia kale katoto unawaza asubuhi katakula nini. Nataka nikwambie una haja ya kuwaza asubuhi kwa sababu nani ana hakika kufika asubuhi. Unajua kuna watu walikwenda kulala afu kuamka asubuhi tena. Anasema nyinyi mnaojitesa kwa mawazo, mnajitesa kwa upuzi. Mnajitesa kwa kutokujua maandiko. Mchungaji wangu umpa mpenzi wake usingizi. Amen. Mchungaji wangu unipa amani hata kama nipo kwenye sehemu ya hatari. Amen. Kwa sababu moyo wangu uko mikononi mwake. Amen. Sikiliza hii. Anasema kazi yenu ni bure, mnaamka mapema na kukawia kwenda kulala. Na kula chakula cha taabu. Angalia sehemu ya mwisho. Sehemu ile ya mwisho anasema yeye humpa mpenzi wake usingizi. Utapata usingizi. Amen. Nasema utapata usingizi. Amen.
Unaweza ukaamua ukisafiri unapiga tu usingizi pale. Watu wengine wanahangaika basi na yumba si unafanyaje? Wewe unapiga tu usingizi wako taratibu kwa sababu mpenzi wako anakupa usingizi. Watu wanalalamika, mimi nikifika kitandani si kitanda cha moto. Wewe ukiingia kitandani kwako unajiona kama umeingia ikulu ndogo. Kuko baridi. Yaani pale kitandani unajisikia kulala. Unajua wakati unajisikia kulala mpaka unasema mbona kumekucha haraka? Kwa sababu kuna usingizi kutoka kwa mchungaji wangu. Sema amina. Wangapi wampate usingizi tuwaombee leo? Watu ambao mnakesha hampati usingizi. Wakati mnahitaji mpaka madaktari wawasaidie, unapewa kidonge cha usingizi, ukinywa ndio kabisa unavurugika. Yaani ndio kabisa usingizi unapotea. Leo mpe Yesu maisha yako. Nasema mpe Yesu maisha yako. Mchungaji wangu ni pumziko langu. Mchungaji wangu ni usingizi wangu. Mchungaji wangu ni mpaji wangu. Mchungaji wangu ni mtoaji wangu. Mchungaji wangu ni Bwana wangu. Mchungaji wangu hata kupungukia. Nasema hata kupungukia. Nasema hata kupungukia. Narudi pale pale katika Zaburi, bado tu katika Zaburi ya 23 mstari wa 2, bado tunauangalia vizuri katika zile dondoo zake. Katika mstari wa 2 pale anaendelea kusema kitu kingine cha ajabu sana. Anasema kando ya maji ya utulivu uniongoza. Mchungaji wangu ni kiongozi wangu. Nasema mchungaji wangu ni kiongozi wangu. Yeye uniongoza. Sifanyi vitu kwa papara, namsubiri aniongoze. Sifanyi vitu kwa shindikizo la washirika ambao wapo kanisani na wana mawazo mengi mbalimbali kwa ajili ya kufanya vitu mbalimbali. Sifanyi kwa ajili yao. Mchungaji wangu uniongoza. Biblia inasema Roho mwenyewe atawaongoza, awatie kwenye kweli yote. Hata kama hujafikia kuwa katika kiwango kikubwa cha kiroho, wewe kama baba wa familia, wewe kama mama wa familia, hakikisha unasubiri pia maongozi ya Mungu. Amen. Na sio kwa sababu una ufahamu wa kuamua unaamua tu. Muombe Mungu alfajiri kabla ya maamuzi. Muombe Mungu wiki moja kabla ya maamuzi. Muombe Mungu mwezi mmoja kabla ya maamuzi. Muombe Mungu hata utajibu vipi wale watu ambao wamekuuliza swali. Unajua yule mwana wa Suleiman alipoulizwa na wale watu kwamba itakuwaje kwenye utawala wako, akamwambia nipeni siku 3. Angalia sisi tulivyo na papara wakati mwingine. Hatuwapi hata watu siku. Chochote anachokuuliza, chochote unachoambiwa, unasema tu haraka. Kesho kutwa. Yule mtu akasema nipeni siku 3. Na yeye alikuwa aende kumuuliza hata Mungu. Alienda kuuliza wazee, watu wa kawaida, akaenda kuuliza vijana, watu wa kawaida. Na baada ya siku 3 akaja na jibu lake. Hata kama jibu lake lilikuwa ovyo, lakini alijipa muda wa maongozi ya Mungu. Sema amina. Amen. Sema amina. Mwambie yako jipe muda wa maongozi ya Mungu. Mwambie mtu nipe muda. Nitaomba katika hilo. Hata kama usipomwambia yeye, lakini wewe mwambie tu, baada ya siku 2 nitakujibu. Baada ya siku 3 nitakujibu. Ili walau upate muda kukaa na mchungaji wako. Umuulize Yesu, huyu mtu anataka hiki, huyu mtu anasema hivi, unasemaje? Yeye atakuongoza. Yeye atakupa direction. Yeye atakwambia katika amani kabisa ya uhusiano katika roho, fanya 1, fanya 2, fanya 3. Usikurupuke. Mchungaji wako unataka kufanya kazi fulani, biashara fulani, muulize mchungaji wako. Roho Mtakatifu nataka nifanye kazi hii, unasemaje? Nataka nifanye biashara hii, unasemaje? Nataka nifanye kitu fulani, unasemaje? Uliza, omba. Kabla unaenda kwenye interview, muulize Yesu, je, kazi hii utanipa au sio yangu? Ili kwamba ukishasikia katika moyo kwamba sio yako, hata ukifika pale ukiambiwa hujapata, ununguniki. Unajua watu wengi ni wale ambao hawamuulizi Mungu katika vitu wanataka kuvifanya. Yeye akisikia tu kazi, hii ni yangu kwa jina la Yesu. Hii ni ushazungumza na mchungaji wako ya kwamba kazi hii anakupa wewe? Ushamuuliza Mungu, hii ni yangu. Sasa ile kazi ikiondolewa kwa mwake, utasikia unajua mimi niliomba. Unamlazimisha Mungu. Anajua kazi gani inafaa. Anajua mahali gani unastahili kuwepo. Tena anaweza kupeleka wakati mwingine mahali ambapo unapaona kuko duni, kuko chini, lakini anajua kwamba kutoka hapa ambapo yuko chini na kwenda kumpeleka mahali ambapo hajawahi kufikiria. Amen. Wewe unaangalia nje, ofisi nzuri, watu wamependeza. Ukifika bwana karibishwa chai anasema hapa lazima nipewe. Hapa lazima nipewe. Muulize mchungaji wako. Amen.
Yeye uniongoza mahali ambapo nitakwenda kupumzika, mahali ambapo nitaenda kufanya kazi, mahali ambapo nitaenda kufanya huduma. Huwezi kunisikia naomba mwaliko kwa mtu, nialike kanisani kwako. Siwezi kufanya hivyo. Mchungaji wangu ananiongoza. Kuna wakati wa kutulia, kuna wakati wa kwenda, na kuna watu wananialika njoo, naambia bado, hata tuendelee kuomba, kwa sababu natafuta maongozi ya Mungu. Na kuna wengine wakati mwingine nawaambia nitakuja, alafu katikati nawaambia kuna maongozi tofauti kidogo. Mbona umegeuka? Sio mie, yeye ninayemuomba niongozi anasema sio kwa wakati huu, sio kwa muda huu. Maana ulituahidi ya kwamba lazima likizo hii unakuja. Ni kweli, nilipoomba mara ya kwanza nilisikia amani kuja, lakini nilipoomba mara ya pili sina amani. Kwa hiyo siwezi kuja hiyo likizo. Wewe mlokole gani? Waambia ikuhusu. Hatushei uokovu, kila mtu ana wake. Amen. Kwamba ulokole gani, wewe unakuhusu nini? Wewe ndio unaniokoa, wewe ndio unanitakasa, wewe ndio unanijaza roho. Nimesema, niliwaambia nitakuja, lakini kwa sababu mbalimbali, baada ya maombi yangu, baada ya mipango yangu, sitakuja hiyo safari. Sema amina. Amen. Sema amina. Wewe unajua mchungaji, watu wananilaumu, wananiambia mimi muongo, nimewaahidi mara nyingi. Sasa ni wewe au Mungu ukakataa? Wewe unataka kumpendeza wanadamu au unataka kumpendeza Mungu? Nani unayempendeza? Mchungaji wako anasema wakati usiende, au yule ambaye anasema wewe umetudanganya kwa sababu ya shindikizo zake? Anajua ukienda utampa kitenge, ukienda utampa kanga, ukienda utampa 10,000. Kwa hiyo hakuiti kwa sababu anakupenda, hata kitenge. Sasa anakuchombeza kwa maneno, ujisikie kutekenyeka, au sema basi nitakuja, basi nitakuja. Haji mtu pasipo maongozi ya Mungu kwa jina la Yesu. Mchungaji wangu uniongoze katika mahali ambapo anajua kabisa kuko salama, hata kama kuna maadui. Wewe usiende. Tumewasikia wanasema hivi na hivi. Mchungaji wangu kaniambia niende. Amen. Mimi nitakwenda, pamoja na kwamba hayo yote mnayosema nitakwenda. Unajua Paulo mtume alikuja nabii anaitwa Agabo. Akachukua mkanda wake akajifunga, akasema mtu mwenye mkanda huu, haya ndio atakayompata Yerusalemu. Watu watamfunga, watamchukua wampeleke asikotaka, watampiga. Kwa hiyo asiende Yerusalemu. Watu wakaanza kulia, Paulo usiende, Paulo usiende. Mchungaji wangu uniruhusu wakati mwingine nikakae na maadui zangu. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Paulo akawaambia watu, kwa nini mnataka kunivunja moyo? Ili niishie hapa kwa Agabo. Safari yangu haishii kwa Agabo. Nitafika Yerusalemu kwa jina la Yesu. Maana siogopi maadui zangu, nina ujasiri kuliko wao. Maana wenye haki wana ujasiri kuliko simba. Sema amina. Hatubadilishi njia kwa sababu ya mchawi. Hatubadilishi njia kwa sababu ya mshirikina. Tunapita pale anapopita. Sema amina. Mchungaji wangu uniongoza. Akiniongoza kwenye njia ya mfuga majini, nitapita hiyo njia. Akiniongoza kwa njia ya mchawi, nitapita hiyo njia. Hakuna cha kuogopa katika jina la Yesu. Mchungaji wangu uniongoza. Mwambie jirani yako, tegemea maongozi ya Mungu. Tegemea maongozi ya Mungu. Unajua tuna akili sawa, tuna ufahamu sawa, lakini lazima tumpe ambaye ametuleta katika dunia hii. Ametuwekea ramani ambayo sisi wengine hatuijui. Mbona unampa usikivu dereva anayekuendesha, hata wakati mwingine hujui kama ile tuta anapanda au hapandi? Mbona unatoa usikivu wako kwa yule ambaye ni captain wa boti, hujui hata njia anayopita ni nzuri au sio nzuri? Kwa nini usitoe usikivu kwa maongozi ya Mungu? Kwa nini usitoe usikivu? Hujui dereva wa leo ambao unapanda basi kichaa au alipona juzi na wazimu na vyote bado yanavyo, hujui. Lakini kwa kujiamini unakaa kwenye siti ya kuongoze. Kumbe jamaa juzi katoka Mirembe, katoka Mentali, na uko tayari kuongozwa na huyo, na unakataa kuongozwa na Mungu. Unakataa kuongozwa na neno la Mungu.
unakataa kuongozwa na Kristo, toa usikivu, toa muda kwa maongozi ya Mungu katika jina la Yesu. Nasema toa muda kwa maongozi ya Mungu kwa jina la Yesu. Mstari wa 3, uniuisha nafsi yangu na kuniongoza, inajurudia tena, katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Utauishwa. Nasema utauishwa. Wakati wa uchovu wa nafsi yako atakuuisha. Wakati wa uchovu kwa sababu ya mapito unayopitia, majaribu unayopitia, atakutia nguvu. Katika Zaburi ya 33. Zaburi ya 33 mstari wa 19. Zaburi ya 33 mstari wa 19. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti na kuuisha wakati wa njaa. Utauishwa. Nasema utauishwa. Wakati wa mauti, wakati wa magonjwa, atauisha mwili wako. Wakati wa njaa, atauisha nafsi yako. Wakati wa matatizo, atauisha nafsi yako. Hata acha nafsi yako iname. Mtunga Zaburi akasema, nafsi yangu, kwa nini kuinama? Mkumbuke muumba wako. Unajua kuna wakati wa mapito unapitia, nguvu ya maombi inaondoka. Kuna wakati wa mapito unapitia, shauku ya usomaji wa neno inaondoka. Kuna wakati ambapo unapita kwenye mapito mazito, kuinua mguu kwenda kanisani ni kama umefungwa mawe. Atakuja kuuisha nafsi yako kwa jina la Yesu Kristo. Na ukiwa na katika wakati kama huo, mkumbushe Mungu, mwambie uisha nafsi yangu. Mwambie Jehova, niko hapa, nafsi yangu inainama, nafsi yangu inafadhaika, nafsi yangu imedhoofika kwa sababu ya majaribu, kwa sababu ya shida. Umeniahidi kuniuisha nafsi, niuishe tena, niuishe tena. Atakuuisha katika jina la Yesu Kristo. Usibaki na nafsi iliyosinyaa. Usibaki na nafsi iliyokondeana, nafsi ambayo inafikia sehemu inasema heri ya kufa kuliko kuishi. Usibaki na nafsi ambayo inasema kwa nini nimezaliwa duniani. Usibaki na nafsi ya kujilaumu, kwa nini nimefanya hiki. Baki na nafsi ambayo imeuishwa kwa jina la Yesu Kristo. Uishwe tena. Nasema uishwe tena. Nasema uishwe tena. Mungu auishe nafsi yako. Mungu auishe fikra zako. Mungu auishe mwili wako. Mungu auishe roho yako. Mungu auishe moyo wako. Mungu auishe mifupa iliyolegea na gongana ikauishwe tena kwa jina la Yesu Kristo. Warumi sura ile ya 8. Warumi sura ile ya 8. Uniongoza na kuniuisha nafsi yangu. Warumi sura ile ya 8. Nasoma mstari wa 11. Warumi 8:11. Lakini ikiwa roho wake yeye aliyefufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyefufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Sema amina. Amen. Sema amina. Jiambie mwenyewe, nafsi yangu, uishwe tena. Mwili wangu, uishwe tena. Kama unagundua mwili wako una udhaifu, unaweza kuuishwa tena. Kama unagundua nafsi yako imeinama, inaweza kuuishwa tena na kurudishwa katika kiwango bora cha furaha ya Kristo katika jina la Yesu. Unagundua akili yako imefifia na sana umekuwa kama vile uelewi kama mnazo. Bwana uishe tena fikra zako kwa jina la Yesu. Nasema uishe tena fikra zako kwa jina la Yesu. Umeanza kuwaza mawazo mabaya kuhusu Mungu. Unajua hivi Mungu yupo kweli au Mungu yupo kwa ajili tu ya matajiri? Unaanza kuona kabisa mawazo yako yamechafuliwa, fikra yako imechafuliwa, kwamba hivi kutoa ni mpango wa Mungu au sio mpango wa Mungu. Na labda umeingia kwenye Google umekutana na wale wajumbe wa shetani anasema, unajua zaka ilikuwa ni agano la kale kwa sababu kujenga tabernacle, unajua sadaka ilikuwa ni agano la kale. Na wewe unaanza kusema mna akili kama kweli, na akili imeshaanza kuchanganyikiwa. Na sasa umeshaanza kuwa na hizo roho za watu ambao hawataki kumtolea Mungu eti kwa sababu kamsikia mtu mmoja aliyerudi nyuma, mjumbe wa shetani ambaye hataki kanisa likae kwenye misingi ya Kikristo, eti watu wasitoe zaka. Zaka ni agano la kale. Kasome kwenye Mathayo sura ya 23. Amen. Yesu anawalaumu Mafarisayo, anawaambia mnatoa zaka ndogo ya mnanaa. Mnaacha kutoa zaka ya vitu vikubwa. Anawafokea. Anasema mnaacha mambo mazito. Mnatoa zaka za shilingi 10,000, zaka za shilingi 100,000, ikifika milioni umegoma. Tunaanza kuipangia zaka. Sasa sababu si milioni 5, basi mtaigawa si milioni, tuifanye. Wewe una amri ya kutoka wapi kugawa zaka?
Amri umeitoa wapi? Ibrahim alipokutana na Melkizedeki, Biblia inasema alimpa sehemu ya 10 ya vitu vyote. Amen. Unataka kutoa zaka hapa, toa hapa. Utaki, kafiri mbele. Usitubabaishi. Usitubabaishi. Unataka, toa. Hatuishi kwa ajili hiyo. Tunaishi kwa sababu mchungaji wetu ni mpaji wetu. Amen. Tunaishi kwa sababu mchungaji wetu ni mtoaji wetu. Amen. Tunaishi kwa sababu mchungaji wetu anatuombea. Amen. Anatuombea. Akawalaumu Mafarisayo. Kwa hiyo mnatoa zaka za mnanaa na jira. Wakiuza mchicha wanatoa zaka. Wakiuza nyumba hawatoi zaka. Wakiuza mchicha wanatoa zaka. Wakiuza gari hawatoi zaka. Wakiuza mchicha wanatoa zaka. Wakiuza viwanja hawatoi zaka. Mnapaswa kuyarekebisha haya na yale mengine msiache. Sema amina. Amen. Sema amina. Mwambie jirani yako, kataa mawazo mabaya kwa jina la Yesu. Na fikra yako ikauishwe tena. Nasema ukauishwe tena. Nasema ukauishwe tena. Katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya 4. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 10. Nalifurahi sana katika Bwana. Kwa nini Paulo unafurahi? Kwa nini unafurahi? Ndio, kwa sababu kuna watu walikuwa na mawazo mabaya ndani ya kanisa. Walikuwa na mawazo mabaya juu ya huduma. Mbona tunampa Paulo hela nyingi? Atona anachokifanya. Mbona tunasema wewe inakuhusu nini? Unatakaje kuwa monitor wa sadaka zako? Unawezaje kusema umempa Mungu hapo ndio monitor? Ndio unaratibu. Ndio una control. Kwa mchungaji nimekupa sadaka milioni 1, sitarajii siku 3, 4, 5 kutaka hela. Umetoa milioni 1 yote imeenda kwenye huduma. Mmoja kwa anaambia vijana, TV ilipoungua na kamera ilipoungua zimetumika 400,000 kwa sekunde tu. Kwa sekunde. Nani kachangia hizo 400,000? Nani tumemchangisha? Kwamba leta 200,000, leta 300,000, tukanunue lensi, tukanunue sijui nini. Nani? Kwa hiyo nataka kuratibu matumizi yetu. Paulo mtume anasema, sasa nafurahi. Kwa nini nafurahi? Nafurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mmeuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu. Sema amina. Amen. Sema amina. Mmeuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile nilivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Fikra zako zitauishwa kwa jina la Yesu. Nasema fikra zako zitauishwa kwa jina la Yesu. Yale mawazo ya kwamba sasa ngoja nichukue hiki nipeleke kule, sipeleke kanisani, yatoke kwa jina la Yesu. Ya kuachie kwa jina la Yesu. Ufanye vitu ukiwa umeuishwa. Ukiwa uko fresh. Unakuja kanisani na furaha ya Bwana na bahasha yako. Unakuja kanisani na furaha ya Bwana na matoleo yako. Unakuja kanisani na furaha ya Bwana na nyimbo zako na kuabudu kwako, ukiwa umejaa furaha katika jina la Yesu Kristo. Kipengele cha pili. Mchungaji wangu, uniruhusu kujikuta kati ya maadui zangu. Sema amina. Mchungaji wangu, uniruhusu kujikuta kati ya maadui zangu. Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 mstari wa 4 na 5. Zaburi ya 23 mstari wa 4 na 5. Biblia inasema, umefika pale? Umefika pale? Zaburi ya 23 mstari wa 4 na 5. Tunakwenda pale kwa pamoja. Biblia inasema mstari ule wa 4, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Kwa maana uko pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Sema amina. Mchungaji wangu, uniruhusu kujikuta uweponi wa maadui. Nisikilize. Kuna wakati mchungaji wako Kristo anaruhusu ukutane na maadui wa msalaba. Ukutane na maadui wa kazi yako. Ukutane na maadui wa biashara yako. Ukutane na maadui wa familia yako. Na wakati mwingine ni watu wa karibu wanatafuta kila sababu wajue kinachoendelea au wakuingize kwenye mtego. Mchungaji wangu anajua hilo. Anafahamu hilo. Anaruhusu nijikute
napita katika bonde la uvuli wa mauti, lakini hata niacha, yeye yuko pamoja nami. Isaya 43. Isaya 43. Mstari kuanzia wa 2. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Sema amina. Amen. Sema amina. Au hujaisikia hiyo? Au hujaisikia hiyo? Au hujaisikia hiyo? Upitapo katika upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hutateketea. Sema amina. Amen. Sema amina. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, ndio hilo. Unapita katika maji yafurikayo, hayatakugarikisha. Unapita kwenye majaribu yaliyopindukia, hayatachukua maisha yako. Ujapopita katika moto kama Daniel, Meshach na Shadrach na Abednego, hautateketea. Maandiko hayasemi bure, yanasema kwa ushahidi. Isaya alipokuwa anazungumza haya, mtunga Zaburi alipokuwa anasema haya, ni kama alikuwa hajatokea mahali popote. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, wewe utakuwa pamoja nami. Hakuna mtu aliyepita kwenye bonde la uvuli wa mauti mpaka siku za Meshach, Shadrach na Abednego, ambao moto umeandaliwa. Niwaeleza, anasema mkiabudu sanamu, moto hautawatafuna. Msipoabudu sanamu, moto unawateketeza. Mtunga Zaburi alishasema, ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, usiogope. Isaya alishasema, ujapopita katika moto uwakao, maji yafurikayo, hayatakugarikisha, moto hautakuteketeza, mimi nitakuwa pamoja nawe. Nani shahidi wa mambo haya? Kama asingekuwa Meshach, Shadrach na Abednego, ingekuwa ni nadharia. Nasema ingekuwa nadharia ya Biblia. Amen. Lakini Biblia sio nadharia, ni uhakika na ni kweli. Amen. Na ni matendo ya Mungu. Sema amina. Amen. Akaibuka Meshach, Shadrach na Abednego. Mungu akamgusa Nebukadneza akubali ujinga wote wa maadui wa Meshach, Shadrach na Abednego. Nataka nikwambie, kuna wakati Mungu anaruhusu kukubalika kwa ujinga wa maadui zako wote. Anaruhusu ujinga wao wote ukubalike ili awaibishe mwishoni kwa jina la Yesu. Anaruhusu ujinga wao ili adhirishe nguvu zake juu yako katika jina la Yesu. Amen. Mchungaji, mbona anaendelea kupanga kunifukuza kazi? Acha wapange mpaka dakika ya mwisho, wewe ufukuzwe kwa jina la Yesu. Amen. Aliruhusu wale watu wawe kinyume na Meshach, Shadrach na Abednego. Aliruhusu Nebukadneza akasirike kupita kawaida. Aliruhusu moto uwashwe. Aliruhusu moto uchochewe. Aliruhusu Meshach, Shadrach na Abednego waingie katika moto ili amalize upumbavu wao mwishoni kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, nafurahia Mungu anapowaruhusu wajinga waendelee. Acha waendelee. Nasema acha waendelee. Wanasema tuko mwishoni wa mipango yetu ya kumharibia maisha. Wewe relax, wewe tulia. Wewe nyamaza. Ujinga wao utaenda kuonekana mwishoni na upuuzi wao katika jina la Yesu. Biblia inasema katika kitabu kile cha Danieli sura ya 3, Meshach, Shadrach na Abednego wakakamatwa. Muda hauwezi kutosha kusoma maandiko. Wakafungwa kamba mikononi na miguuni, wakachukuliwa wakatupwa katikati ya moto. Waliowatupa wakateketea, kwa sababu ni miongoni mwa wale wajinga. Wanakubali kuwabeba watumishi wa Mungu, hawabebeki. Utachanwa vipande. Hawabebeki. Wakafa wao. Baada ya dakika, kutokana na ukali wa ule moto, walijua tu mifupa na moshi utafuka na harufu ya nyama za watu zilizoteketea. Baada ya dakika moja, wanamkuta Meshach kasimama, Shadrach kasimama, Abednego kasimama, kamba zimefunguliwa, jamaa wanne kajitokeza, ambaye ndio mchungaji wao anaitwa Yesu, wanapiga story. Sema amina. Sema amina. Siogopi kupita katika bonde la uvuli wa mauti, kwa sababu hiyo ndio itamleta Yesu live. Wakati mwingine acha uumwe uzidiwe, Yesu akutane na wewe kitandani. Wakati mwingine mkutane na Yesu, utakutana naye wapi? Sokoni. Maana kitu unanunua maembe kwa furaha, kutana na Yesu hapo. Yesu anataka kwenye zile critical condition. Watu wanakuona kama unakufa, lakini unasema sitakufa bali nitaishi. Sitakufa bali nitaishi. Sitakufa bali nitaishi. Hapo ndipo Yesu anatokea. Paulo
Mtume anasema siku 14 zilipita tukiwa tumepigwa na tufani, hakuna mtu aliyekula chakula. Wote wakaogopa. Usiku huo Yesu akamtokea Paulo akamwambia, Paulo usiogope. Huna budi kwenda kusimama kwa Kaisari. Hao wote walio katika meli hamna hata unywele wa moja utakaopotea. Sema amina. Mwambie jirani yako, Yesu anaonekanaga kwenye shida. Yesu anaonekanaga kwenye matatizo. Acha kuogopa kupita katika uvuli wa mauti. Acha kuogopa kusikia daktari anasema, tumeangalia, tumeona ni kama kansa. Usiogope. Mwambie daktari, hapo ndio Yesu anakwenda kuonekana. Mwambie daktari, nitamwona Yesu live nikiwa nimefumba macho. Nitamwona Yesu akiwa ananiponya. Nitamwona Yesu akiwa ananifungua nikiwa nimefumba macho. Watu wakihisi na kufa, sitakufa katika jina la Yesu Kristo. Kuna maono utayapata wewe wakati unakula ice cream na bagia na ulojo na mishikaki. Eti Yesu kutokea hapo, huku unapiga ngalo, Yesu ibuke hapo. Yesu anataka ufike kwenye bonde la uvuli wa mauti. Watu wote waseme sijui. Kila anaingia aseme sijui. Kila anaingia sijui. Baada ya sijui zao, kuna mtu anainuka kwenye kitanda cha mauti kwa jina la Yesu. Unaona katika roho kwamba siku 5 zijazo nitaanza kutembea. Wao wanazungumza kwenye sijui amewaacha wabaki na sijui zao. Baada ya siku 5 nitakuwa mitaani kwa jina la Yesu. Sema amina. Tungejuaje kama hii sio kweli kama singekuwepo Daniel? Aliyetupwa katika tundu ama shimo la simba. Tungejuaje kama hii ilikuwa inafanya kazi? Kama asingekuwa Daniel, ambaye simba ameachwa na njaa kwa muda, alafu akaambiwa Daniel, akasema Daniel, mimi nakujua, lakini nitafanyaje? Acha uende kwenye wale simba. Sio Dario, sio wale maadui, ni Mungu aliruhusu. Ili kuithibitisha Zaburi ya 23. Ili kuthibitisha Isaya 43:2 kwamba unaweza kupita katika moto, unaweza kupita katika maji, hayatakugarikisha kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, sigarikishwi. Mwambie mwingine, siteketei. Mwambie mwingine, siangamii. Sifi kabla ya wakati kwa jina la Yesu. Yaani nikiumwa nyinyi mnaanza kupanga mipango, mnapoteza muda. Hapa awamu ya kwanza 70, awamu ya pili 80, awamu ya 3 90, awamu ya 4 100, awamu ya 5 110, awamu ya mwisho 120 tunaagana. Sema amina. Sema amina. Sio unasikia kitovu tu kinauma tayari. Jamani, mwiteni mchungaji kabisa nitakase. Unatakasa unaenda wapi wewe? Unapita tu kwenye bonde la uvuli wa mauti, unatokea kwenye uzima wako. Sema amina. Sema amina. Piga kelele, sema amina. Hautaangamia. Nasema hautaangamia. Ukipata muda soma Danieli sura ile ya 3 mstari 23 mpaka 26. Soma Danieli 6 mstari ule wa 16 hadi 23. Zote hizo zisome. Danieli 3:23 mpaka 26. Danieli 6:16 hadi 23. Zote zisome. Zinathibitisha ya kwamba kuna wakati anaruhusu tupite mbele za adui zetu. Nilizungumza tangu mwanzo. Kuna wakati Mungu anataka muangaliane uso kwa macho na adui yako. Usipepese macho, usiinamie chini. Mkazie macho ili uchawi anaotumia utoke hapo hapo. Eti kuna walokole wanabadilisha njia wanapita mchawi. Mchungaji najua yule, mimi huwa nasikitika. Kuna mtu anaeleza habari za uchawi. Yaani mchungaji, wale watu wananiloga. Huwa nasikiaga aibu tu kuongea na hao watu kwa sababu natamani wakati mwingine kama Kristo angeruhusu, umwambie unaniruhusu nikuchape viboko 5. Ili kukujulisha kwamba mchawi hana nguvu juu yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna uganga wala uchawi juu ya Yakobo. Amen. Tembea pasipo hofu. Amen. Hakuna mchawi atakayokugusa wewe wala wanao. Amen. Waache waje kutembelee. Kwa sababu huna walinzi, acha wale walinzi hapo nyumbani. Amen. Sio unaogopa. Unatetemeka. Eti huyu mwawi nini bwana? Watu washawaona zaidi ya hao. Tushakutana na Elima mchawi. Tushakutana na Baba Yesu. Tushakutana na wale kina mama wapunga pepo kule Indori. Unatambia nini? Na wote mbele ya nguvu za Mungu alishika adabu. Sema amina. Amen. Sema amina. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Maana wewe
uko pamoja nami. Isaya 41:10. Sikiliza hiyo Isaya 41:10. Maana wewe uko pamoja nami. Isaya 41:10. Isikilize. Isaya 41:10. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nao. Nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Usiogope. Nasema usiogope. Nasema usiogope. Nasema usiogope. Lakini sio hilo tu. Uandaa meza machoni pa adui zangu. Angalia Wafilipi. Angalia Wafilipi sura ile ya kwanza mstari wa 28. Wafilipi 1:28. Iangalie hiyo. Kwa nini anaandaa meza mbele ya adui zako? Anataka uwathibitishie maadui kwamba uwaogopi. Anataka ujasiri. Wafilipi 1:28. Isikilize. Wala mwogopi adui zenu, sema amina. Amen. Katika neno lolote kwao hao ni nini? Ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu, sema amina. Amen. Mwambie jirani yako, je, unaogopa maadui? Je, unaogopa maadui? Mungu anaandaa meza mbele ya adui zako. Amen. Na Paulo mtume anawaambia Wafilipi, wala muogopi maadui zenu. Hiyo ni ishara ya kupotea kwao. Amen. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, kuna watu wanakuloga hivi na hivi na hivi. Nikamwambia, wako maeneo gani? Ili nipite ile eneo nitembelee. Wako maeneo gani? Akasema eneo fulani. Siku moja nikaibuka pale. Tunapiga story na rafiki yangu. Wanaangalia tu. Tena story mubashara. Hapo nikamwambia yule mmoja, nikamwambia, uliota nini? Hana ujasiri wa kusema ndoto. Nina ujasiri kuliko simba. Mbele ya wachawi. Ule mtu ambaye anasema nimeota sio amekuloga, sio umefanyaje? Alifadhaika, alinyongea. Nikamwambia usinyongee kwa sababu unijui. Ndio maana ulikuwa unazungumza kwenye simu, nimekuja live. Wako upande gani nipite hapo niwasalimie? Wako pande gani? Wako wapi? Kabla hamna cha uandaa meza mbele yangu. Wao wakae huku na mimi nikae huku, alafu tuombe. Tuone kishindo kitatokea wapi. Wao wakae upande huu na mimi nikae upande huu. Wao waende huku na mimi niende kule na kuelekea. Tuone nani atakayedhulika. Wataona na dunda. Nasema wataona na dunda. Na tutaendelea kudunda kwa jina la Yesu. Na sasa tutaendelea kudunda kwa jina la Yesu. Wanasema labda asubuhi ya leo tutasikia kwamba anaumwa mguu, wanakukuta na unaamua kutembea kwa miguu hapa na saa 10. Tena ukisikia hiyo kabisa, unapaki na gari, unapaki na bodaboda, unasema leo nakwenda town kwa by foot, nakwenda town kwa miguu. Ili uchawi wao kupiga mafundo tujue umeishia wapi. Unasaga tu mdogo. Hallelujah. Jesus. Unaabudu. Kapita hapa leo. Gari kaiacha pale. Si mbovu si nini? Ukirudi unaiwasha taa. Unaenda mitaa mingine. Uandaa meza mbele ya adui zangu. Unipaka mafuta, kikombe changu kinafurika. Akasema katika ile Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Acha mafuta ya Mungu yaje juu yako. Kaeni humo mjini mpaka mtakapopishwa uwezo utokao juu. Huna haja ya woga kwa jina la Yesu. Tatu na mwisho. Mchungaji wangu ufurahia ushirika wangu naye, hivyo udhihirisha wema wake kwangu. Mchungaji wangu ufurahia ushirika wangu naye, hivyo udhihirisha wema wake kwangu. Zaburi ya 23 mstari wa 6. Zaburi ya 23 mstari wa 6. Zaburi ya 23 mstari wa 6. Biblia hapo inasema hivi. 23:6. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Huo ni ushirika. Anafurahia ushirika kati yangu na yeye.
Na kwa sababu anafurahia ushirika wetu, kwa sababu anafurahia ushirika wetu, wema wake unanifuata, fadhili zake zinanifuata, baraka zake zinanifuata. Sizitafuti, ni kwa sababu ile nguvu ya ushirika kati yangu na mchungaji wangu, na kuwepo katika nyumba yake, na kuwepo kanisani, na kuwepo ibadani, na kuwepo katika ratiba zingine mbalimbali. Anafurahia ushirika kati ya mimi na yeye. Angalia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Hiyo tunaliona na kulisikia twahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Sikiliza. Mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na nani? Na Baba, pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Tunahubiriwa, tunakuja pamoja kwenye ushirika. Mchungaji wangu anafurahia ushirika wangu na yeye. Ndio maana lazima uwepo ibadani. Imetokea bahati mbaya umekosa ibada ya Bible study Jumatatu, umekosa Alhamisi au umekosa Jumatano, make sure Jumapili upo kanisani. Amen. Hilo ndio linalomfurahisha mchungaji wako, kuachia wema wake ukufuate, sio utafute, unakufuata. Amen. Wema na fadhili zake zitanifuata. Amen. Siku zote za maisha yangu, kwa sababu anafurahia ushirika wangu naye. Mchungaji wangu anafurahia ushirika wangu naye. Ukisoma katika Luka sura ya 2 mstari wa 49, wakati Yesu alionekana amepotea, wakadhani amepotea mitaani, walikomkuta ni kanisani. Ana ushirika na viongozi wa kiroho, ana ushirika na Baba wa mbinguni, ana ushirika na wana maombi. Ushirika wetu ni pamoja na washirika wengine. Ushirika wetu pamoja na viongozi wa kiroho. Ushirika wetu ni pamoja na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika Luka sura ya 2 mstari wa 49, akawaambia, kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya Baba yangu? Kwa hivyo nahangaika kunitafuta. Wewe mpendwa uonekani wapi? Wapi? Kuna mtu akaniambia, mpendwa mchungaji uonekani, kamuuliza wapi? Hatukuona, tukamwambia sio nyumbani kwako. Ukitaka kuona mimi kanisani. Hapa ndio tunakutana kwenye ushirika. Amina. Wiki nzima sijakuona, Jumapili tutaonana. Mchungaji sijakuona, njoo kanisani tuonane. Ushirika huu ndio unavuta wema wa Mungu kati yetu. Amen. Ndio unavuta matoleo ya Mungu kati yetu. Amen. Anaachia wema wake, anasema wema na fadhili zake zitakufuata siku zote za maisha yako, sio siku moja. Amen. Angalia katika Mathayo sura ya 28. Mathayo 28. Anazungumzia ushirika. Mstari wa 19 na wa 20. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Tazama, sikiliza hiyo. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Tunapowaleta watu katika ushirika, ndio ahadi ya Bwana kudhihirisha wema wake inakuja. Wahubirini, wafundisheni, waleteni kwenye ushirika. Wema na fadhili zangu zitawafuata siku zote za maisha yenu. Leta familia yako kanisani, leta marafiki wako kanisani, ili Mungu awaweke kwenye ushirika. Hata kapowaweka kwenye ushirika, wema na fadhili zake zitawafuata siku zote za maisha yao. Hazitaishia siku 2, hazitaishia siku 3, lakini wema wake na fadhili zake zitakuwa za kudumu siku zote za maisha yao katika jina la Yesu. Zaburi ya 65. Zaburi ya 65. Zaburi ya 65 mstari wa 4. Heri mtu yule, heri mtu yule umchaguaye na kumkaribisha akae nyumbani mwako, na tushibe wema wa nyumba yako, patakatifu pa hekalu lako. Heri mtu yule anayekuja kwenye ushirika, aliyekaribishwa kwenye ushirika, anasema atashiba wema wa nyumba ya Mungu. Sema amina. Kuna uponyaji katika nyumba ya Mungu, kuna kuombewa katika nyumba ya Mungu,
kuna kushauriwa katika nyumba ya Mungu. Na mstari wa 11, Zaburi ya 65:11, umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Mwaka wako utakuwa wa baraka, mwaka wako utakuwa mafanikio, mwaka wako utakuwa wa upenyo, mwaka wako hautakuwa mwaka wa kawaida katika jina la Yesu Kristo. Yeye Mungu mwenyewe ambaye umekaribia katika wema wake, umekaribia katika nyumba yake, atakwenda kudhihirisha fadhili na wema wake kwako kwa jina la Yesu. Kumbuka jinsi ambavyo Boaz alivyokuwa amemwambia Ruth, akamwambia maadamu umemkimbilia huyu Mungu wa Israeli chini ya mbawa zake, huyu Mungu uliyomkimbilia hata yaacha maisha yako milele. Maisha yako hayataachwa milele kwa jina la Yesu. Nasema hayataachwa milele kwa jina la Yesu. Zaburi ya 27 mstari wa 13. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Nasema utauona wema wa Bwana. Nasema utauona wema wa Bwana. Kama ulikuwa unawaza kwa muda mrefu, sijaona baraka, sijaona mafanikio, nasema utauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mungu atadhihirisha wema wake kwako. Mungu atadhihirisha fadhili zake kwako. Mungu atadhihirisha baraka zake kwako. Unapokuja katika ushirika, wema na fadhili zake zitakufuata. Unapokuwa katika mitaa, yeye kama mchungaji hata kupungukia. Unapokuwa sehemu ya kazi, unapokuwa katika mahitaji, atadhihirisha ya kwamba wewe umemtegemea yeye, na kwa sababu umemtegemea, ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, usiogope. Ujapopita katika maji ya furikayo, hayatakugarikisha. Ujapopita katika moto uteketezao, hautakuteketeza wewe katika jina la Yesu. Pale uliposimama juu, mwambie Bwana, nimelisikia neno lako. Wewe ni mchungaji kwenye maisha yangu. Wewe ni mchungaji kwenye maisha yangu. Nataka wema wako, nataka fadhili zako, nataka baraka zako. Wewe ni mchungaji kwenye maisha yangu. Inua sala na maombi mbele za Bwana katika jina la Yesu. Inua dua mbele za Bwana, inua sala mbele za Bwana, inua maombi mbele za Bwana, kwamba Bwana, ninataka kuona wema wako katika nchi ya walio hai. Katika nchi ya walio hai, mchungaji wangu ni mpaji wangu. Mchungaji wangu ni mpaji wangu. Mchungaji wangu ni mpaji wangu. Mchungaji wangu ni mtoaji wangu. Yeye anasema hata wapungukia kabisa. Hata kupungukia kabisa. Hata kupungukia kabisa. Hata kupungukia kabisa. Hata kupungukia kabisa. Atakuongoza. Atakuongoza katika njia za haki. Katika njia za haki. Kando ya maji ya utulivu. Mahali pale atakupa pumziko. Mahali pale atakupa pumziko. Kama kuna mzigo wote umeubeba, kama kuna magonjwa yote umeyabeba, leo yapeleke kwa Kristo. Leo yapeleke kwa Kristo. Anasema njooni kwangu. Anasema njooni kwangu, ninyi wote msumbukao na kuelemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. 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 Je, kuna mzigo wa magonjwa? Je, kuna mzigo wa udhaifu? Je, kuna mzigo wa mapepo? Lazima yakuachie wakati huu. Lazima yakuachie wakati huu. Lazima yakuachie wakati huu. Lazima yakuachie wakati huu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Mahitaji ya mwisho wa mwaka, mahitaji ya mwanzo wa mwaka, yeye ni mchungaji wangu. Yeye ni mchungaji wangu. Yeye ni mpaji wangu. Yeye ni mtoaji wangu. Atanipa matoleo ya mahitaji yangu. Atanipa sana mahitaji yangu. Sitapungukiwa na kitu. 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 Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Katika mtaa naoishi, katika nyumba ninayoishi, kuna washirikina, kuna wachawi. Katika ukoo unaotokea, kuna washirikina, kuna wachawi. Hawatakudhuru wewe. Hawatakudhuru wewe. Kwa maana gongo lake na fimbo yake inakuongoza, inakulinda, inakuhifadhi. Kristo ni mwombezi maishani mwako. 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 Hautapungukiwa na kitu. Hautapungukiwa na kitu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Nataka niombe kwa ajili yako. Kama kuna udhaifu wowote, kama kuna mzigo wowote, kama kuna dhambi yoyote, lazima itubiwe. Lazima itubiwe. Na kama hujamwamini Yesu, umwamini Yesu siku ya leo. Umpokee Yesu siku ya leo. Umkubali Yesu siku ya leo. Kama kuna aina yoyote ile ya mzigo wa dhambi, usikae nao mabegani mwako.
mchungaji wako ametangaza kuuchukua. Mchungaji wako ametangaza kuubeba. Na kama kuna dhambi yoyote, anza kuiungama na kumwambia Bwana Yesu, ninatubu dhambi yangu. Ninatubu makosa yangu. Ninaungama dhambi zangu. Unisamehe, unioshe, unitakase, unisafishe, unirehemu, maana ni Mungu wa rehema. Unapotubu kwa imani, dhambi zako zinasamehewa. Dhambi zako zinasamehewa. Lakini usitende dhambi tena. Usirudi katika dhambi tena. Usirudi katika uovu tena. Na uishi maisha ya haki. Na uishi maisha ya haki ili ukaone wema wa Bwana. Fadhili za Bwana zikufuate. Baraka za Bwana zikufuate. Neema ya Bwana ikufuate katika jina la Yesu. Kama una ugonjwa wote, weka mkono mahali ambapo unauma. Na kama unataka baraka yoyote, weka mkono wako wa kuume juu. Nitaomba kwa ajili yako. Mungu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Jina lako limetukuka. Wewe ndiye mchungaji mwema. Umesema njooni kwangu msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo. Kuna mizigo ya dhambi ambayo imetubiwa. Kuna mizigo ya makosa ambayo imetubiwa. Na kila aliyetubu ukamsamehe, ukamuoshe, ukamtakase, ukampe pumziko la kudumu katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yanayotokana na mapepo na yakemea. Magonjwa yanayotokana na mashetani na yakemea. Hayana sehemu katika uwepo wa Mungu. Hayana sehemu kwenye mwili wako. Aina zote za mapepo kwa majina yao na yaamrisha yaachie mwili wako. Na yaamrisha yaachie mwili wako. Kila udhaifu katika uti wa mgongo, kila udhaifu katika kifua, kila udhaifu katika miguu, kila udhaifu katika tumbo, kila udhaifu katika eneo la mwili, naamrisha udhaifu uondoke kwa jina la Yesu. Udhaifu uondoke kwa jina la Yesu. Udhaifu uondoke kwa jina la Yesu. Na roho yote machafu ambayo yanachafua mawazo yako, yanachafua mipango yako, yanachafua kila unataka kufanya, ninaamrisha haya roho yatoke kwa jina la Yesu. Yatoke kwa jina la Yesu. Yatoke kwa jina la Yesu. Nina yote isiyo sawa juu yako na ivunje. Nina yote isiyo sawa juu yako na ivunje. Mambo ya kifedha ukafanikiwe. Mambo ya kibiashara ukafanikiwe. Mambo ya kikazi ukafanikiwe. Hata mbele ya watesi wako, hata mbele ya maadui yako ambapo imeandaliwa meza, ukawe jasiri kwa jina la Yesu. Hautakuwa mnyonge tena. Kwa sababu yale maji hayatakuharikisha. Ule moto hautakuteketeza. Wale simba hawatakutafuna. Uko salama mikononi mwa Bwana kwa jina la Yesu. Mikono ya wachawi imelegea juu yako. Nguvu za wachawi zimelegea juu yako. Uwezo wa wachawi umelegea juu yako. Na ukauone wema wa Bwana katika nchi walio hai katika jina la Yesu. Wema wa Bwana, fadhili zake zikufuate siku zote za maisha yako, siku zote za uhai wako, siku zote za familia yako, siku zote za kizazi chako, siku zote za ukoo wako. Wema wa Bwana na fadhili zake zikawafuate kwa jina la Yesu. Wema wako Bwana ulifuate kanisa letu. Fadhili zako wewe zifuate kanisa letu. Kuanzia viongozi wa kanisa hadi washirika. Kuanzia watu wazima hadi watoto. Wema na fadhili zako zitufuate kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mpe Bwana makofi kwa jina la Yesu. Mpe Bwana makofi. Mpe kwa jirani yako, mwambie wema wa Bwana na fadhili za Bwana zinakufuata. Wale ambao wanatufuatia kupitia Mvua za Baraka, wasiache kusubscribe ili waendelee kubarikiwa. Mungu awabariki sana. Mchana mwema wakati mwingine. Amen.